Mimi sitaacha kumwambia kwamba muache midomo mirefu. Mwanangu huwa ananiambia, dadi, unajua umbea ni kitambulisho cha wamama. So unaposikia mimi nimenena umbea, usinilaumu, maana ni kitambulisho chetu. Ni kweli? Ni kweli si kweli? Huwa ananiambia kweli ama ananiambia stories za ajabu? Lakini kisiwe kitambulisho kwenu. Waliokoka hawana vitambulisho vya umbea. Mwambie Bwana, ninakikataa hiki kitambulisho cha umbea, maana nataka nikapate kumwona Mungu. Sijawekewa kitambulisho cha manunguniko, sijawekewa kitambulisho cha masengenyo, bali kitambulisho changu nikakukutukuze wewe Bwana, ukatembee pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Mwambie Bwana kabadilishe maisha yako. Mwambie Bwana akafanye msako ndani ya moyo wako. Maneno yanayonenwa juu yako, Mungu akapate kwenda kuifinyanga, yakatoke ili neno la Bwana likapate nafasi ndani ya moyo wako. Mpendwa, wana wa Israeli wakaambiwa ya kwamba mkiwa hamutaisikia ili neno, basi hamutaikinyaga nchi yangu. Kila mmoja tunatalia kwa sababu tunatamani tukapate kumwona Bwana. Kila wakati tunamulilia Mungu, maana tunatamani tukakione kiti cha enzi. Na kunayo vikwazo ambavyo Bwana ametupa, ya kwamba tutakapoachilia hivyo vikwazo, Bwana atatembea pamoja nasi. Bwana atatembea katikati yetu. Bwana atakaa mbele yetu na akapate kwenda kutusaidia. Ni wakati tumwambie Bwana, nenda kapate kuwa mfinyanzi mwema ndani ya mioyo yetu. Akafinyange maisha yako, afinyange tabia zako, afinyange matendo yako, ukapate kubadilishwa ili ukapate kukirithi kiti cha enzi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Mstari wa 36 unasemaje? Isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune. Isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune, huyo ataiona. Nami nitampa yeye na watoto wake. Nchi hiyo aliyoikanyaga. Kwa kuwa amemfuata Bwana kwa kila neno. Siku ya leo mpendwa, nataka ukawe kama Kalebu, ambaye hakuenda kinyume na neno la Bwana, ambaye hakuenda kinyume na matakwa ya Mungu. Ndipo Bwana akamwambia Kalebu, nchi hii ninakupa, nchi uliyoikinyaga, ukapate kuitembelea na ukapate kukaa ndani ya hiyo nchi, maana ndo nchi niliyokupa itakayokuweka huru machoni pako. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Bwana mchana wa leo, kanifanye kama Kalebu ulivyoachilia neema kwa Kalebu. Nataka nikawe na moyo wa kunyenyekea. Watoto wangu wakarithi nchi ninayokinyaga, maisha yangu yakarithi nchi ninayokinyaga, maana umesema ya kwamba ni nchi ambayo inampendeza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu akapewa vyote ili akapate kuvimiliki vilivyo chini ya jua. Akapewa uwezo wa kupeana majina kwa mimea yote na wanyama wote. Lakini angalia jana wa leo, ya kwamba kibali tumepewa cha kumiliki nchi, lakini Bwana anasema ya kwamba tutaikinyaga lakini hatutairithi kwa sababu ya matendo yetu. Mwambie Bwana, kuanzia siku ya leo nataka nikairithi hii nchi kama Kalebu alivyoirithi. Nataka nikapate kuirithi vyote vilivyo chini ya jua. Bwana, viko mikononi mwangu na nikapate kuvifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Washirika wa masho, utaona mtu yuko karibu wakati ana dhiki, akishatengenezewa tu bisi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unasema nilibosika, kumbe unavunja nyumba za watu. Nilibosika, kumbe maboma ya watu unayachamua. Kama nikupendwa, nilipendwa tayari. Sweetheart wangu yuko hapa, sina haja ya kupendwa tena. Kwa hivyo mambo yako peleka huko kwenu. Ninalotaka ni kumwambia Bwana akapate kubadilisha maisha yako. Bwana akapate kuingia ndani ya moyo wako, akakuonyesha njia ili ukapate kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Jina la Bwana litukuzwe. Sina wakati wa kuonea kilicho ndani yangu. Wakati wangu ni kukuonyesha njia ukapate kumjua Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Mwambie Bwana akachukue nafasi, akapate kukutengenezea njia. Kama umeteleza, una haya na kuja kanisani, mwenyewe uliteleza, maana ulishindwa kuvumilia ujana wako. Hiyo ni yako. Sasa kama hao duma ndo tumewamini, alafu ndo wanapiga kona, wanaanza kukula vitumbua vya wenyewe, alafu Bwana amesema, mbona hasemi hicho unachokitenda na mbona hakitaki? Bwana Yesu asifiwe. Si kama anakuonyesha, mwambie akuonyeshe kile unachokifanya cha kula vitumbua vya wenyewe ni vibaya, mbona haja kuonyesha, lakini unaonyeshwa cha wivu, kwamba Masha anakuonea wivu. Hello. Leo sitaki kupigiwa amen. Sitaki kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka nimuonyeshe njia, wapendwa, mukapate kujua njia. Bwana anasema ya kwamba niliyemthamini ni Kalebu peke yake, lakini wote sikuwathamini, maana matendo yao wameweka nyoka ndani yao. Ndio sitapata kuwathamini. Namshukuru Mungu kwa sababu wewe ukiandamana na mimi, ukienda kinyume utakimbia mwenyewe. Sitakwambia kimbia, lakini ukiniona njiani utageuza njia. Jua matendo yako hayampendezi Bwana. Ukiwa kikutana na mimi roho inakupasuka, jiulize mara 2-3, ni kipi unachokitenda, ama mchungaji unamwambia nini? Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine hawakuji hapa tokea Januari, hawajaingia tokea Januari bado, tena ni wale walibosika. Alafu huko aliko anaona maono ya kanisani kwa Masha na haja kinyaga, lakini atakupigia simu, Bwana amenionyesha hapo kanisani kuna ajali yako ama yangu. Wewe mwenyewe umemaliza mwaka huja kinyaga. Anakuonyesha nini kwa Masha huyu Bwana? Anakuonyesha nini we? Sipokuwa ni umbea kutafuta maneno ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Acha wivu bwana. Ukimwona mwenzako amevaa mali ya Abdalla, wewe mdomo kwa kishogo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mwenzako Jumapili hii amekuja na mkodo kapya, ni kwa sababu anajionyesha. Ukienda kwa nyumba ya mwenzako, ukienda umekuta ka TV ka smart hapo, ka TV jicho linakutoka. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Unaanza kumtafutia maneno. Huyo Masha anaketia, ningekuwa sisi hangeketia hilo kochi. Huyo Masha ingekuwa sisi kale kakoti sio angekapata. Tena unasimama basi unatoa ushuhuda mchungaji wako hivi. Huyo mchungaji wetu siku hizi anakaa vizuri, tulimtolea. Sisi wenyewe tunakana na makumbi, lakini yeye tulimtolea. Tena vinatoka moyoni hivyo. Kama unasema kwamba we mwenyewe unakaa na kiti cha kumbi, lakini mchungaji wako anaketi kwa kochi, vimetoka moyoni hivyo. Hello. Asa unaona hapa, Masha hata hajataja mtu. Ama Masha ametaja mtu? Hajataja mtu. Kuna watu watakata safari, wataangalia ni nani hajaingia kanisani, ni nani alipeza miezi 3, ni nani alipeza miezi 4. Kesho asubuhi yuko kwake. Niambie ndugu dada, bwana, ibada ya jana ilikuwa ni wewe, maana una mwezi mzima hujaingia. Haya, umetumwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana sasa nimempa kazi ya kesho asubuhi. Wataangaliwa ni wakina nani wana miezi 2 hawajaingia, ni wakina nani wana wiki 2 hawajaingia, watafatwa. Hello.
Mtu ataenda hata kidole kiko juu, maana amesikia yeye ni mhuduma. Niombee, hako eteseke ameendombewa. Anataka akabwage lile ambalo jana Jumapili lilinenwa. Na kutuma, maana nisipokutuma utaenda hivyo. Kama utakuwa huna fea, naambie mchungaji sina fea, ni shilingi ngapi nikupe, ili ukapate kupeleka habari. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ni wakati tubadilike. Kama unataka Bwana kutumikie, ni wakati ukasimame umwambie Bwana, ninataka nikakuone. Angalia mambo yako ya moyo wako na nyumbani mwako, usiangalie mambo ya nyumba ya mtu. Hayatakusaidia. Maisha ya mtu hayatakupeleka mahali popote. Lakini angalia maisha yako wewe na Mungu wako, ndipo Bwana atasimama pamoja na wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema nisiseme. Hapa kuna watu hawalali kwa sababu ya maisha ya mtu. Kuna mtu anaangalia timetable ya mwenzake. Jana alikula nini? Jana alikula nini? Hataki kusikia kwamba kuna kaharufu kasamuli kanafanya hiwe. Unajuaje ningekuwa nina karanga maji na bandika maji ya moto? We roho tayari iko mbio kwa sababu umesikia safuria inaungua. Wataka ujue kumepikwa nini? Hata huna, lakini utachukua kabakuli. Nimekuja, umepika mboga gani? Takwambia nimepika iluma. Bwana Yesu asifiwe. Hii tabia ni lazima tuiache kama watu wa Mungu. Usifate maisha ya mtu. Usifate maisha ya mtu, angalia maisha yako mpendwa. Ndipo nitakapomuita Bwana atashuka ni kwa ajili ya maisha yako. Lakini unapoingilia maisha ya watu haitakusaidia. Nataka nikwambie, utaomba mpaka machozi yageuka kuwa damu, lakini kama unafuatilia maisha ya mtu utasema Mungu hakuoni. Achana na huo mchezo, Bwana akapate kukubadilisha na akapate kukubariki maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Sio ukimwona wa mchungaji amekaka wifu, wewe uko mbio uenda pigana na mbonako. Nimemwona wa mchungaji kale kwa hivi na mimi nakataka. Sijui kwani yeye. Utakuwaje wewe bwana, wewe mbona hui kama mabwana wengine? Uliwajuaje hao mabwana wengine na mimi niko na wewe hapa? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Yaani umesimama kabisa. Bwana gani wewe ukiombwa chumvi upeani? Mbona hukai kama wale mabwana wengine? Uliwajuaje? Na wewe nao ukimwambia bibi yako, mbona hukai kama wale mabibi wengine? Uliwajuaje hao mabibi? Maana hao wanalala kwao na wewe uko na kwako. Si itakuwa ni tabia ambayo uko nayo inaiendeleza. Tutatembezea fimbo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wazee wangu wameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Wazee wangu wameokoka. Ama mnatinyatinya huko nje. Wanaongea ama mnatinyatinya huko. Azema hiyo kumbe mna vigoto huko nyuma vianze kunini huko. Bwana Yesu asifiwe. Tamwambia Bwana aliyeenda kinyume wakusanyie vitoto vyao viletwe ili waje wafuge wenyewe, aibu yao ikapate kujulikana. Maana vitakapokusanywa ndipo aibu itajulikana kwamba wewe ulikuwa ni mzee wa kanisa, umezeeka kweli ama huko kuna yeye. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Wewe una makoti makubwa, kumbe kuna vitela huko nyuma. So mwambie Bwana, hivyo vitela tunavitaka, wokovu wake tukaujue, kukaharibike huko, wakusanyiwe watoto wao walete hapa. Tuje tuapigisha magoti. Tubu ilikuaje? Nilidanganywa, pepo alinidanganya, sijui ilikuaje. So sasa inasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Si ndivyo walivyo wazee wetu? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini wazee wangu wameokoka, hawana hizo tabia. Haleluya. Ndio.
Ni wakati umwambie Bwana, nibadilishe maisha yangu. Na utakapobadilishwa mpendwa, utamwona Bwana akitembea pamoja nawe. Mwambie Bwana, nataka ukanifanye kuwa Kalebo, maana Kalebo alifuata njia za Bwana, na alivyozipata njia zako aliupata kurithi ufalme wako. Na mimi nataka niurithi ufalme wangu. Bwana akapate kwenda kukubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Akubadilishe, wokovu kaonekane katika maisha yako. Wangapi wataacha ombea ili nikupate kuombea Bwana akawatendee? Bwana Yesu asifiwe. Kwa ishara ya mikono nione ombea unaenda kuachwa mchana wa leo. Bwana anaenda kuacha ombea, Bwana anaenda kuachisha ombea, unaenda kutoka ndani ya vinywa vya watu. Bwana anaenda kutoa huo ombea kwa vinywa vya watu, vikatoke kwa jina la Yesu. Hako kapepo kama sengenyo, kapepo kama fitina, kakang'oke kwa jina la Yesu. Wokovu kawe ndani ya wapendwa wa Mungu.